akili, watu wenye akili, ulul albab, wenye akili. Albab ni plural ya neno lubun. Lubun ni sehemu muhimu sana yenye kazi kubwa sana ndani ya ubongo wa kila mtu. Hii ndio ino digest vitu vyote vinavyopita katika brain. Hiyo kwa kushirikiana na moyo ndo mtu huonekana mtu kwenye maamuzi yake. Lubun, akitumia mtu vizuri sehemu hiyo, basi atakuwa ni mtu katika watu. Lakini sehemu hii ikawa haikutumiwa vizuri, anakuwa huyu mtu kama mnyama, au mnyama ana thamani zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo wenye akili na wanaozitumia vizuri akili zao kwa kupitia maumbile ya ulimwengu wanapata alama nyingi za kumtambua muumbaji wao, na wakawa ni wenye heshima, adabu na taa. Dini yetu imetoa yenyewe ruksa, tena imesisitiza sana watu wasome. Amri ya kwanza kabisa aliyopewa mtume wetu ilikuwa inamtaka asome, pamoja na kwamba amepewa amri hii katika hali ya kuwa yeye hajui kusoma na kuandika, lakini kwanza kaambiwa asome. Halafu dini yetu inakubali hoja, tofauti na dini nyingine unaambiwa usihoji kitu, wewe fuata tu unavyoagizwa na wakubwa wako. Uislamu unataka hoja, kwa sababu Uislamu ni dini inayokubaliana na maumbile. Basi yenyewe dini ya Uislamu imewaagiza watu wafanye utafiti. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, afalam yanzuru ila samai fawqahum, kwani hawa watu hawaangalii mbingu juu yao? Kaifa banainaha, waiangalie, si kuiangalia kwa macho, lakini waiangalie uangaliaji wa kufanya tathmini, wafanya research, wa observe vilivyomo humo, wafanya